Yoyote yule ambaye atapoyatumia majina haya asma'u suryaniya au asma'u atijan min man daqa bihi rizqu, atapoyatumia majina haya kwa utaratibu uliokuwa bora, yule ambaye anavyo vyanzo vya riziki lakini vile vyanzo vya riziki zake vimeharibika, riziki inakuwa ngumu. Mathalan, mtu ana makampuni lakini riziki zake zinakuwa ngumu. Lakini kadhalika mtu yupo katika idara fulani lakini mambo yake yanakuwa magumu sana, lakini mtu ana vyanzo vya riziki, kwa maana ana biashara za hapa na pale, lakini mambo yanakuwa magumu. Huyu pakitumika asma'u suryaniya au asma'u tijan biidhnillah subhanahu wa ta'ala, mambo yanakuwa nini? Idha staamalaha, yoyote atayatumia majina hayo, man daqa bihi rizqu, yule ambaye riziki yake imekuwa ya tabu, kulla yaumin, akayatumia kila siku majina ya 100 marra, mara 100, la yamdi alayhi 40 yauman, hazitapita siku 40 akiwa mtu huyu anaendelea na utaratibu wa majina haya kila siku akiyasoma mara 100, hatta yaftaha Allahu alayhi babal ghina anin nasi, bali Allah subhanahu wa ta'ala atamfungulia mtu huyo milango ya mafanikio, hasa katika zile njia za utafutaji wake biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Na hakuna watu wana taaluma nzuri katika masala ya dua na njia zake kama watu wa tasawufu. Wasikwambie mtu, watu wa tasawufu tunajua bwana, tunajua, na Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ametupa. Kwa hiyo lazima na wewe ukubali tu kwamba hawa wamepewa na Allah, usilete hasad zako kwa kile tulichopewa sisi. Kwa sababu tunajua kuna watu wako hivyo, anakutia dosari sio kwa sababu kaziona dosari, anakutia dosari kwa sababu anaona ulichopewa wewe yeye hana. Kwa kuwa hana, anachokifanya sasa ni kutia dosari ili hata kile ulichokipata kionekane hamna lolote, hakina maana yoyote. Hasadi mbaya sana Sheikh. Taratibu uliofanikisha majambo haya ndio huu ninakupa na wewe hapo ulipo. Lau kama utaweza kufanya majambo yatakwenda sawa sawa, ni asma'u suryaniya. Haya majina linaweza likapatikana jitu sasa ambalo lina UTI katika kichwa chake. Maana UTI inakaa sehemu za siri, lakini kipanda mpaka kichwani ujue kichake na kwa iko kichwani. Sasa linakuja nasema hayana maana, ile ndio shiriki. Maana sasa hivi ukiuliza shirki, wallahi hataijulikani shirki ya kweli ni nini. Ni kitu tu ambacho mtu kakaririshwa. Ukisikia ahlul badr shirki, yani amekaririshwa tu kwamba ahlul badr ni shirki. Ukimuuliza sasa inaingiaje kuwa ushirikina, angalia maelezo yanayotolewa, vitupu. Eti pale mnawaomba watu, anayemuomba mtu pale nani? Hivi ni kweli kabisa naona kairishwa kwamba pale wanaomba watu? Ni kweli sana au naamini kabisa kwamba watu wamekaa hapa wanamuomba mtu? Tena wanamuomba mtu alokufa. Si akili ndogo hii. Katika karirishwa mtu na yeye eti hayo yamemkaa vizuri kichwani. Tatizo hili. Hasa ukimuuliza hiki inakuaje sihiri? Maelezo hayatoki. Hakuna kufanya mtume. Sasa asiofanya mtume ndio kinakuwa sihiri. Wapi mtume alisema jamani kuweni masalafi? Kwa kuwa mtume hakusema maana yake yoyote ambaye amekuwa ni salafu, huyo ni nani? Shirikina tu, hiyo ni shiriki maana yake. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Na ndugu mtazamaji na mfuatiliaji wetu wa jukwaa la Dr. Said na Sheikh Safudi Al-Ghazali, leo ni siku nyingine tena na wakati mwingine ni kualike kwenda nasi kuanzia mwanzo wa jukwaa mpaka kufikia tamati mwa jukwaa letu hili la Dr. Said na Sheikh Safudi Al-Ghazali. Na kubwa ni kwamba tunakwenda kuangazia masala tofauti, na hapa katika jukwaa hili kwanza kabisa tutajifunza kunako masala mazima ya elimu za aina mbali bila kusahau pia na kuzigusa sehemu ya afya ambazo huenda miongoni mwetu wamezipoteza kutokana na maradhi ya aina mbali. Yote hayo yanaweza kupatikana hapa, lakini si hivyo tu, bado pia fursa jukwaa hili linaweza kutoa nafasi ya watu kuweza kuombeana dua ama kufanyiana dua biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Na yote hayo yanafanywa ikiwa yanaongozwa Dr. Said na Sheikh Safudi Al-Ghazali. Na kumbuka jukwaa hili linaruka hapa ofisini kwetu Mbagala Kizuiani, barabara ya kuelekea jeshini, kila Alhamisi
jukwaa hili huruka hapa, lakini pia unaweza kuwasiliana nasi kupitia namba 0748 86 97 33 au 0659 86 97 34. Unaweza kutupigia sasa ili ukapewa maelekezo, lakini pia ukashauriwa na ukapewa mwongozo uliokuwa bora kabisa wa namna ya kuweza kutatua changamoto uliokuwa nayo biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Kama ilivyo adna kaida, leo tunaye hapa Dr. Said na Sheikh Sofud Al-Ghazali, na ipo mada moja adhimu mno. Mimi ni kusihi tu kwamba kwa mada hii itakutosha zaidi kukufanyia kufanya x-ray hapo ulipo, kwa maana ya changamoto unazopitia mtihani yako, lakini pia na namna ambavyo unapaswa kuwa katika nyakati hizi, na hasa kutokana na mabadiliko ya kidunia. Basi mambo yanakuwa ni mengi sana, usipokuwa makini unajikuta kila siku wewe unaripoti faida kwa wenzako, wewe unaripoti hasara. Lakini si hivyo tu, kukata tamaa kunapatikana kwako, kwa wengine wanakuwa na nguvu na hali ya kufanya majambo yao katika hali tofauti. Na mimi ni naendelee kukuomba kwamba jukwaa hili likufae kukuongoza vizuri katika masuala mazima ya kiimani, lakini pia kukuongoza vizuri katika masuala mazima ya kuimarisha afya zetu, lakini isitoshe hata basi kukuandaa kiakili na kimwili, lakini pia kukurejeshia tena matumaini mapya katika maisha yako. Huenda ulikata tamaa, basi tumia jukwaa hili kurejesha tamaa yako iweze kurejea katika hali iliyokuwa nzuri, lakini pia hamasa, lakini si hivyo tu, na matumaini mapya yanaweza kupatikana hapa. Mimi ni pele kipaza hichi kwa Dr. Said na Sheikh Sofud Al-Ghazali kwa ajili rasmi kabisa ya kuweza kukufikishia kile ambacho kinaweza kuisha tena matumaini ambayo umekwisha yapoteza kwa muda mrefu yaweze kuamka upya, lakini pia ile hamasa na hari iweze kufufuka upya kama ilikuwa imekwisha kupotea katika maisha yako. Lakini kubwa ni wewe tusikie ladha ya taaluma ilivyo tamu hasa anapozungumza mwenye taaluma mwenyewe. Mimi ni mwambie fali tafadhali mashkura. Karibu sana Said na Dr. Sheikh Sofud Al-Ghazali, wanajukwaa wako tayari kusikiliza na wanataka kusikia yale yaliyokuwa bora kutoka kwako biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah ya ilahan nas بحق أحمدك بغير الوسواس. حمد لديك يا إله الناس بما خلقت من الحديد والجنس. والصلاة والسلام بغير الوسواس على محمد خير قول والجنس وعلى آله ذوي الأخلاص وصحابته منهم Abi Bakari wa Abdillah ibn Abbas. Amma ba'd. Imma baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kuzihitaji ziada ya rehma na amani zimshukie kiongozi wa umma Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, mtume ambaye Allah subhanahu wa ta'ala anasema kupitia ndani ya kitabu kitukufu cha Qur'ani, anasema wama arsalnaka illa rahmatan lilalamin. Ikhwani, ndugu zangu, tukiwa tena katika siku nyingine katika jukwaa letu hili lilokuwa bora kabisa kwa lengo la kujuzana na kufahamishana katika yale ambayo yaliyosemwa na Allah subhanahu wa ta'ala, lakini kadhalika na yale ambayo yaliyosemwa na kiongozi wa umma Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Ikhwani, ndugu zangu, tunakwenda katika mwezi ambao amezaliwa kiongozi wa umma Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Faman arafa miqdara almaulud arafa qadrahu. Wataalamu wanasema yoyote yule ambaye anayejua cheo na daraja ya yule ambaye aliozaliwa, basi atajua na hadhi yake
na namna ya kumtukuza kiongozi wa umma Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Kwa hiyo ukimwona mtu anasema maulidi ni haram, ni bid'a, ni haram yeye huyo. Ndio maana kwa sababu hajui qadra al-maulud, kwa hali hiyo la yadri qadrahu, kwa hali hiyo hajui cheo na daraja ya kiongozi wa umma Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Kwa hiyo ukimwona maulidi haram, jua haram ni huyo anayesema haram. Maulidi ni bid'a. Ukiliuliza hilo jitu bid'a maana yake nini? Zushi. Unamuuliza swali, usalafi wapi Bwana Mtume Muhammad kaufundisha? Hakuna. Kwa hiyo uzushi wa kwanza ni nini? Ni kule watu kujiita wao ni masalafi. Huo ndo uzushi namba moja. Alafu unafata uzushi wa maulidi kama kweli kutokana na madai yao namna jinsi walivyo katika hali za namna hiyo. Sio unasema sehemu moja tu alafu sehemu nyingine unaacha yenye mambo yale utaratibu ule lakini likifanywa na wewe sawa, liko katika mstari sawa. Tukio hilo akifanya mwingine baya na anapewa hukumu mbaya katika hali za namna hii. Kwa hiyo jamani, umefika wakati wa kumswalia sana Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, na tumswalie sana kiongozi wa umma Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, na tuhudhurie sana katika sehemu ambapo anaadhimishwa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Sasa unakuta jitu linaleta fikra zake katika swala la maulidi ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Unaelewa fikra zake? Linaanza kuleta fikra kwamba pale kuna uzushi unafanywa, pale kuna kufuru inafanywa. Yani hizo ni fikra zake yeye, anawapandikizia watu wa maulidi, alafu anaanza kupata tabu kuhukumu fikra zake yeye mwenyewe katika ule upandikizi wake aliowapandikizia watu wa maulidi. Kwa hiyo ni hatari sana jamani, tumswalieni sana Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Neno maulid, watu wa fani wanasema kuna vitu vinavyoitwa ikhtisaru hikayatil murakkab, kupunguza mpandano wa maneno. Na ndio maana neno maulid ni al-masdarul mimiyu, ni masdar yenye asili ya nini? Ya mim. Ikiwa ni masdar yenye asili ya mim, maana yake yajuzu an yurada fiha ashiyaun kathiratun. Maana yake likija neno katika utaratibu wa namna hiyo, maana yake inajuzu neno hilo kuwa limebeba chini yake matendo mengi sana mazuri biidhnillah. Ndio maana ya neno maulid, ile almimu maana yake majlisul ilmi, ni kikazi cha watu wanakaa wanapeana ilmu za aina mbali. Ndio majlisul ilmi. Ndio maana utaona pale watu wanapokaa katika kikazi kile cha maulidi, wanachofanya, kuna mtu huwa anasimama anawaelekeza watu 5 salawati, sala 5 zinasaliwa kadha. Lakini kuna mtu huwa anasimama anawaeleza watu maelekezo kutoka kwa nani? Kwa Bwana Mtume Muhammad. Masala ya kijamii, tunaishije kwa mujibu wa taratibu za dini tu ya Kiislamu. Ni kwa nini? Kwa sababu ya ile mim ambao ni majlisul ilmi. Lakini katika maulidu kuna wau. Hii wau ni nini? Wadhikiri au wadhikiru minadduati, maana yake na ni ukumbusho mbalimbali kutoka kwa madai. Ndio anasimama mashekhe wanatuambia, huyu anatuambia kadha yalosemwa na Allah, yalosemwa na Mtume, huyu anatuambia kadha yalosemwa na Allah, yalosemwa na Mtume. Lakini lam, kuna mauli, ile lam ni nini? Lau lafudhatan, hata kama hayo maneno itakuwa ni neno moja, lakini likawa na faida katika umma na jamii. Alafu dali maana yake nini? Duru hayatil Mustafa, ni yale mzunguko mzima wa maisha ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Hiyo ndio maulid tunayofanya sisi. Kwa hiyo ukiona mtu anasema maulid ni bid'a, yani ni jitu ambayo yanapandikizwa. Unajua shida ile kuwepo al-akhi Sheikh Hussein bin Diwan pamoja na wanajukwaa kwa ujumla, kuna watu kazi yao wao wanakaririshwa. Akishakaririshwa mtu ni hivi na yeye anakariri vile. Huyu mtu wa namna hii sasa ni mtu ambaye hatoi fursa ya kuruhusu
akili yake kufanya kazi, kwa sababu amekaririshwa mara kwa mara maneno hayo taratibu hizo. Matokeo yake na yeye akabeba kule kukaririshwa, akaanza kutembea na kule kukaririshwa kama ndio taaluma na kama ndio maarifa yenyewe. Huku ni kukaririshwa. Sahihi. Sasa ili uone usahihi wa hichi tunachozungumza, ondoka katika kitu kinachoitwa kukaririshwa. Sahihi. Alafu acha akili yako huru, tumia akili yako, sababu kukaririshwa sana matokeo yake akili yako inakuwa haifanyi kazi. Unakuwa unatembea mule ulipokaririshwa. Ndio ndugu zetu hawa wazee wa bid'a kila kitu bid'a wamekaririshwa sana. Sahihi. Sasa kule kukaririshwa mambo kunapelekea ilmu inakuwa ndogo. Na msemi mmoja anasema kuthratul inkari tadullu ala qillati ilmi, yani ukiona mtu anapinga sana ni dalili ilmu ndogo. Ndio maana anapinga sana, kila kitu anapinga tu. Mwenye ilmu ndogo ndio mara zote anakuwa na tabia ya kupinga kila kitu. Najua atakuja kutoa povu, lakini mimi sijali. La yusmin wala yughni min ju'i, yani havinenepeshi wala haviondoi njaa. Kwa hiyo siogopi chochote katika hizo yani povu zao watakazokuja kutoa. Si watu ambao hawajielewi. Kwa hiyo najua tu ni watu wasiojielewa, hawajitambui, kwa hiyo kutoa povu kwao ndio mpango mzima. Ni kawaida tu kwao. Sasa unahofia nini watu wa namna hiyo? Sasa ni hatari sana ndugu zangu. Ukiona mtu anamna kakaririshwa, kwa kuwa amekaririshwa, ilmu hapo huwa haingii tena. Kufungua akili tena panakuwa pagumu sana. Hafungui tena akili. Yeye ni vile vile alivyokaririshwa na wahuni wenzake, na anabeba kauli ya uhuni kuwa ndio maarifa. Basi ni hatari ndugu zangu. Tunakwenda katika mwezi wa kuzaliwa bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Tumsalie sana bwana mtume Muhammad, tusome sana sira yake bwana mtume Muhammad, tuishi sana katika maelekezo alotuelekeza bwana mtume Muhammad. Ndugu zangu, kabla sijaingia rasmi katika mada yangu ambayo itakuwa ni fupi sana siku ya leo, nataka niwakumbushe mnamo tarehe 3 ya mwezi wa 9 insha Allah, tukiwa hai na salama, tunataraji biidhnillah subhanahu wa ta'ala kutakuwa na dua nzito sana hapa katika jukwaa letu. Na dua hiyo ni maalum kwa wale ambao wapo katika jiji la Dar es Salaam. Pia tunawaalika wanaweza wakahudhuria. Lakini kwa wale walio mbali, majina yao, dhamira zao tutaziwakilisha hapa biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Dua hii itakuwa na pati 3. Pati ya kwanza ni maalum sana kwa wale ambao wana madeni, wanadai, lakini wale ambao wanaowadai hawawalipi. Kuna mtu anadai serikali lakini serikali haimlipi. Kuna mtu anadai kampuni lakini kampuni haimlipi. Kuna mtu anadai idara fulani, lakini kuna mtu anadai mtu lakini hawalipani hawa watu. Insha Allah, hii ni dua maalum kwako wewe ambaye unadai. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala afanye wepesi kwa wale ambao unaowadai, wakurejeshe na wakupe haki yako biidhnillah Subhanahu wa Ta'ala. Lakini kipengele cha pili ni maalum kwa yule ambaye anadaiwa. Kuna mtu ana madeni hatari sana. Sahihi. Lakini katika hayo madeni yake hajui hata cha kufanya, afanye nini ili aweze kulipa madeni hayo. Tutasema na Allah na kumwambia, ya Rabbi, waja wako hawa wana madeni mazito yamewakabili. Ya Rabbi, tunakuomba wape asbabi miongoni mwa asbabi zitakazopelekea wao kuweza kupata kile ambacho kitachopelekea wao kulipa madeni wanayodaiwa biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Hiyo ni tarehe 3 ya mwezi wa 9 biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Lakini kadhalika pati ya 3 ni maalum kwa ajili ya wagonjwa. Kuna watu wanaumwa maradhi ya kisihri, kuna watu wanaumwa maradhi ya kishetani, kuna watu wanaumwa maradhi ya kibiolojia. Biidhnillah subhanahu wa ta'ala sisi tutasema na Allah. Wapo watu wameanza kupata natija nzuri katika dua zilizopita. Na sasa wanatuambia, shekhe, tunaomba jukwaa hili la dua liendelee kwa sababu tunaona natija zilizokuwa nzuri, na tunataka ni watu 350 tu. Na hivi sasa tayari hisabu imeshakwenda kwa kasi sana. Kwa hiyo na wewe jisajili pamoja nasi. Wewe tupigie simu, tutakupa maelekezo na namna ya kufanya, na wewe fanya haraka ili nawe uingie katika orodha bora biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Ikhwani, ndugu zangu,
nataka nikupeni kitu sasa cha msingi hapa, ili mkiondoka hapa katika jukwaa letu, basi uondoke hali ya kuwa una kitu bora ambacho ulichokipata biidhnillah. Ikhwani, nataka nipite kidogo katika vitu vinavyoitwa al-asma'u suryaniyatu tijaniya, majina ya Kisuriani au kwa lugha nyingine anaitwa majina ya Atijan biidhnillah subhanahu wa ta'ala, ili mambo yaweze kwenda katika mustawa na hali ya aina yake biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Majina haya yana nafasi kubwa sana ya kufanya majambo yakafanikiwa kwa haraka sana sana sana, na haya tumewahi kuyafanya sisi mara nyingi sana. Mimi napenda sana kurejea hii mikasa mnamo tarehe, yani miezi ya mwanzoni katika mwaka uliopita. Allah subhanahu wa ta'ala alitukadiria kwenda katika ardhi ya Muscat nchini Oman, na lengo kubwa ilikuwa ni ndugu yetu, yeye alikuwa na sharika, ana kampuni yake. Sihitaji ni kampuni ya nini, lakini katika kampuni hiyo alikuwa ni mtu ambaye anafeli sana majambo yake, bidhaa zake zinakuwa haziendi katika utaratibu anaotaka. Yule bwana akawasiliana nasi, tukamwambia inawezekana kulifanya hili jambo hata kama sisi tuko mbali na wewe uko mbali. Yule bwana akasema, ninafahamu na ninajua kabisa mnaweza kunifanyia jambo langu na likawa sawa hata kama nitakuwa niko mbali, lakini mimi furaha yangu nataka nyinyi muhudhurie hapa nilipo ili mlifanye jambo langu mkiwa hapa. Je, litachukua masiku mangapi ili jambo langu kuwa limekwenda katika utaratibu bora? Tukamwambia 40 yauman, masiku 40. Na sio masiku 40 yale ya wale jamaa. 40 yauman ya kwetu sisi, masiku 40 sio yale ya wale jamaa kuiba mbuzi na ng'ombe. Sio yale ni haya ya kwetu sisi. Basi yule bwana akasema, kama masiku 40 inshallah, hakuna shaka Sheikh, mimi niko tayari, na niambie ni sasa utaratibu unakwendaje. Kampa utaratibu, yule bwana akafanya utaratibu. Alhamdulillah, watu tukatoka hapa watu 4 tukaelekea katika ardhi ya Muscat nchini Oman biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Baada ya kufika pale tukafanya majambo yetu ndani ya masiku 40. Yani ule utaratibu ambao tuliofanya pale na ukaleta natija na matunda bora kabisa biidhnillah, ndiyo utaratibu ambao ninakueleza hivi sasa biidhnillah kupitia katika jukwaa hili. Nawe unaweza ukafanya utaratibu huu iwapo utakwenda nao kwa hatua zake, na mambo yatakuwa katika mustawa na hali iliyokuwa sawa sawa biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Wallahi, ukimpata mtu anayepita katika njia zake zilizo sahihi, wewe umefaulu kabisa. Anasema kullu man sara ila darbihi wasala, yoyote yule ambaye atakayepita katika njia zake, wewe unafikiri mwisho ni nini? Atafika tu kule anapokwenda biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Na hakuna watu wana taaluma nzuri katika masala ya dua na njia zake kama watu wa tasawufu. Wasikwambie mtu, watu wa tasawufu tunajua bwana, tunajua, na Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ametupa. Kwa lazima na wewe ukubali tu kwamba hawa wamepewa na Allah. Usilete hasad zako kwa kile tulichopewa sisi. Kwa sababu tunajua kuna watu wako hivyo. Anakutia dosari sio kwa sababu kaziona dosari. Anakutia dosari kwa sababu anaona ulichopewa wewe yeye hana. Kwa kuwa hana, anachokifanya sasa ni kutia dosari ili hata kile ulichokipata kionekane hamna lolote, hakina maana yoyote. Hasadi mbaya sana Sheikh. Kwa hiyo inshallah Allah ametujalia tunajua majambo na tunafanya, na majambo yanakuwa kwa idhini yake Allah tabaraka wa taala. Ikhwani, ndugu zangu, basi yule bwana tukafanya majambo pale ndani ya masiku 40, tukamaliza majambo. Alhamdulillah, majambo yamekaa vizuri sana. Kisha baada hapo tukawa na siku 7 za kurelax pale, kuenjoy hapa na pale, kutembelea maeneo mbalimbali biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Kisha tukarejea katika jiji la Dar es Salaam. Utaratibu uliofanikisha majambo haya ndio huu ninakupa na wewe hapo ulipo. Lau kama utaweza kufanya majambo yatakwenda sawa sawa, ni asma'u suryaniya. Haya majina linaweza likapatikana jitu sasa ambalo lina
UTI katika kichwa chake. Maana UTI inakaa sehemu za siri, lakini kipanda mpaka kichwani ujue kichake na kwa iko kichwani. Sasa linakuja nasema hayana maana, ile ndio shiriki. Maana sasa hivi ukiuliza shirki, wallahi hataijulikani shirki ya kweli ni nini. Ni kitu tu ambacho mtu kakaririshwa. Ukisikia ahlul badr shirki, yani amekaririshwa tu kwamba ahlul badr ni shirki. Ukimuuliza sasa inaingiaje kuwa ushirikina, angalia hayo maelezo yanayotolewa, vitupu. Eti pale mnawaomba watu, anayemuomba mtu pale nani? Hivi ni kweli kabisa naona karirishwa kwamba pale wanaomba watu? Ni kweli sana au naamini kabisa kwamba watu wamekaa hapa wanamuomba mtu? Tena wanamuomba mtu aliyokufa. Si akili ndogo hii. Katika karirishwa mtu na yeye eti hayo yamemkaa vizuri kichwani. Tatizo hili. Hatari sana. Sasa kuna majitu yakisikia haya majina anasema yale majini. Sasa ukiwauliza majini hao majini gani? Tueleze, kivumbi kinaporuka hapo. Kwa sababu gani anasema hivyo? Ni yeye hayajui yana maana gani. Kwa kukosa kujua maana kwake yeye ndio kunafanya jambo hilo au maneno hayo kuwa ni shiriki, kwa sababu yeye tu hajui. Ni hatari shekhe. Yaani dunia imefikishwa pabaya sana, na hasa dini yetu ya Kiislamu. Kila kitu utachokifanya utaambiwa shiriki. Kila utachofanya utaambiwa kufuru. Utaambiwa sihiri. Vitu vya ovyo kabisa. Hasa ukimuuliza hiki inakuaje sihiri? Maelezo hayatoki. Hakuna kufanya mtume. Sasa asiofanya mtume ndio kinakuwa sihiri. Wapi mtume alisema jamani kuweni masalafi? Kwa kuwa mtume hakusema maana yake yoyote ambaye amekuwa ni salafu huyo ni nani? Shirikina tu. Hiyo ni shiriki maana yake. Ndio maana yake katika kwa lugha zao na kwa utaratibu wao. Ndio inabidi iwe hivyo sasa. Jamani usichokijua uliza. Tupo wenyewe tutakuelekeza vizuri. Na wakati tunapokuelekeza usilete ufundi kwa sababu wewe hujui. Ukielekezwa usilete ufundi wako. Hii haiwezekani. Sasa haiwezekani vipi wakati mimi ndio jambo langu na mimi ndio ninakwambia lipo katika utaratibu kadha. Ikhwani ndugu zangu. Dunia iko kugumu sana. Kwa hiyo kuna asma'u suryaniya au atijaniya. Majina ya Kisuriani au unaweza kuita majina ya Kitijani. Haya sasa yapo hivi. Idha sta'malaha man daqa bihi rizqu kulla yawmin 100 marra la yamdi alayhi 40 yawman hatta yaftaha Allahu alayhi babal ghina 'anil nasi. Kimaarifa tunasema idha sta'malaha, yoyote yule ambaye atapoyatumia majina haya asma'u suryaniya au asma'u atijan min man daqa bihi rizqu, atapoyatumia majina haya kwa utaratibu uliokuwa bora, yule ambaye anavyo vyanzo vya riziki lakini vile vyanzo vya riziki zake vimeharibika. Riziki inakuwa ngumu. Mathalan mtu ana makampuni lakini riziki zake zinakuwa ngumu. Lakini kadhalika mtu yupo katika idara fulani lakini mambo yake yanakuwa magumu sana. Lakini mtu ana vyanzo vya riziki kwa maana ana biashara za hapa na pale lakini mambo yanakuwa magumu. Huyu pakitumika asma'u suryaniya au asma'u tijan biidhnillah subhanahu wa ta'ala, mambo yanakuwa nini? Idha sta'amalaha, yoyote atayatumia majina hayo, man daqa bihi rizqu, yule ambaye riziki yake imekuwa ya tabu, kulla yaumin, akayatumia kila siku majina ya 100 marra, mara 100, la yamdi alayhi 40 yauman, hazitapita siku 40. Akiwa mtu huyu anaendelea na utaratibu wa majina haya kila siku akiyasoma mara 100, hatta yaftaha Allahu alayhi babal ghina 'anil nasi, bali Allah subhanahu wa ta'ala atamfungulia mtu huyo milango ya mafanikio, hasa katika zile njia za utafutaji wake biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Ikiwa kama wewe upo katika biashara, basi kupitia pale katika biashara hizo Allah atakufungulia milango ya mafanikio biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Lakini kadhalika kama utakuwa wewe katika utafutaji wako
yani ni mtu wa katika masala ya usafirishaji, Allah atajalia hapo patakuwa na manfaa na atafungua njia za mafanikio biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Ni asma'u suryaniya au asma'u atijaniya biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Nitakuja kuyataja hayo majina ili uyashike vizuri, mambo yaweze kwenda katika hali iliyokuwa sawa sawa. Lakini wa idha katabahu insanun fi kaffihi al-aymani 7 marratin wa lahsahu ala riqi hafidha kulla ma yasma'uhu wa la yansahu abadan. Na bila shaka wa idha katabahu insanun, kama atayaandika mwanadamu majina haya suryaniya au asma'u tijaniya fi kaffihi al-ayman, katika kiganja chake cha mkono wa kulia. Na hapa kuna kuandika kama jinsi ambavyo nitakavyoyasoma, na kuna kuandika kwa taaluma. Sasa kuandika kwa taaluma hiyo nitafute sasa kwa muda wake, kwa sababu hapo ni mahala parefu, panahitaji taaluma itakayokuchukua mawiki mpaka mamiezi biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Namna ya kuandika kwa taaluma, kwani si hapa zipo taarifa zinasemekana wakati palipokuwa watu wanagombea uhuru katika nchi yetu, si zipo taarifa Mwalimu Julius Nyerere aliandikiwa Qur'ani nzima na akameza na Sheikh Ramia. Unafikiria Qur'ani nzima maana yake iliandikwa bismillahir rahmanir rahim Yasin wal Qur'anil hakim, ikaandikwa hivyo mpaka mwisho. Watu waandika kwa maarifa, yani inawezekana karudi hata hii shibri moja ya kidole isifike, tayari Qur'ani imeisha. Lakini inaandikwaje? Ndio taaluma zinazohitajika biidhnillah. Sasa hiyo taaluma itakuhitaji mawiki mpaka mamiezi kuifahamu biidhnillah subhanahu wa ta'ala. La si hivyo, andika hivyo hivyo bilbasit, yani kwa kufanya tabsiti vile vile kama jinsi ambavyo ilivyo biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Sasa mtu akiandika katika kiganja chake cha kulia 7 marratin, kila jina moja miongoni mwa hayo majina ya as-sarayani as-suryani au majina ya Atijan, kila moja akaliandika mara ngapi? Mara 7. Wala hasahu, alafu kisha baada ya hapo akaanza kulamba ni ala riqi, tena kwa utaratibu maalum. Nini natija inatokea kwa mtu atakayefanya haya? Hafidha kulla ma yasma'uhu, huyo mtu Allah atamjalia atakuwa na hifadhi sana kila anachokisikia, wala yansahu abadan, na atakuwa ni mtu ambaye hasahau kabisa. Yani kila anachokisikia anakihifadhi sana na wala hasahau. Hii ni nzuri sana kwa wanafunzi, ili mambo yaweze kwenda sawa sawa na watu wanakuwa majinias biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Asma'u as-suryaniya au asma'u at-tijaniya. Lakini wa idha katabahu wa mahahu wa a'ta dhalika al-ma'a lil-mashhuri au ma'qudi faghtasala bihi zala sihruhu wa nhalla uqaduhu biidhnillahi subhanahu wa ta'ala. Lakini wa idha katabahu, yoyote yule ambaye atapoyaandika majina haya suryani ambayo nitakuja kuyaeleza hapa, wa mahahu, alafu akafuta ikawa kombe, wa a'ta dhalika almaa lilmashhur, alafu maji yale ya kombe yalotokana na asma'u suryaniya au asma'u tijaniya, kisha akampa mtu aliyorogwa, kafanyiwa uchawi wa hatari mno, au maaqudin, au mtu aliyefungwa katika kila sehemu, kafungwa katika kila kona. Kuna mtu katika wanamume amefungwa kutoweza kuliendea tendo na mkewe, ndio kila akifika kwa mkewe habari imekwisha. Lakini kuna mwingine amefungwa katika sala zima la uzazi, hafurahi tendo la ndoa na watoto hakuna. Sasa hii asma'u tijan au asma'u suryaniya yakiandikwa vizuri, yakafutwa vizuri, haya yana nafasi nzuri. Faghtasala bihi, kisha mtu huyu akaoga, zala sihruhu, utaondoka uchawi wake, wanhalla uqaduhu, lakini kadhalika na vifungo alivyofungwa vitafunguka kwa idhini yake Allah subhanahu wa ta'ala. Kuna mwingine kafungwa kwenye masala ya kiriziki tu, sahihi, ana kazi nzuri alafu ana lolote analopata. Lakini kuna mwingine kafungwa hata hiyo riziki yenyewe asiipate kabisa.
Maana kuna mtu amefungwa kufanya maendeleo ya kile anachokipata. Na kuna mtu ambaye amefungwa hataki hicho chenyewe cha kukipata asikipate kabisa. Ni hatari sana. Sasa lau kama ikitumika taaluma biidhnillah asmaus suryaniya ina uwezo wa fungua majambo haya kwa idhini ya Allah. Mtu akioga au akaenda kurashi pale katika sehemu ya kazi zake, basi majambo yanakwenda katika hali iliyokuwa sawa sawa biidhnillah. Wa man talaha, na yeyote yule ambaye atakayasoma majina haya ala amalin min al-a'mal, kwa kazi miongoni mwa kazi. Kuna jambo unataka kulianzisha, mathalan unataka kuanzisha biashara. Katika nyakati zilizopita hapa Dar es Salaam kuna ndugu zetu fulani walikuwa wanataka kuanzisha redio. Sasa ile redio wakati walipotaka kuanzisha wakanipigia simu, Sheikh bana, na kuomba kuna jambo letu tumeliandaa na hii redio ni yako bwana. Tunaomba tuje utufanyie majambo kabla ya kuanza kuachia matangazo. Haya, tukaenda pale tukafanya utaratibu huu ndani ya masiku 3 tu. Subhanallah, mpaka hivi tunavyozungumza ni redio kubwa, inatajika sana, inasemekana sana. Aiyo, na inatakiwa sana na inakimbiliwa sana. Sina haja ya kutaja kwa sababu sio lengo langu kutaja redio za watu. Lakini we fahamu kabisa utaratibu uliotumika mpaka leo inasikika kwa hali ya juu na inapendwa sana. Ni haya asmaus suryaniya. Ndio wataalamu wanasema waman talaha, yoyote yule ambaye atakayesoma majina haya ala amalin min al-a'mali, kwa idadi ya kazi au idadi ya kile ambacho mtu anakwenda kukianzisha, najaha fihi sari'an, kwanza huyu mtu atafaulu haraka sana biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Sasa hayo majina ni yapi? Ni haya ndio nasoma ili nimalize jukwaa langu katika siku ya leo. Majina hayo yanasomeka kama ifuatavyo: a'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, Allahumma ya bashmakhin dhalaha mushaitithun. Hilo la kwanza. La pili, Allahumma ya danu malkhuthu damauthu daimun. La pili hilo. La tatu, Allahumma ya haythu maimuna arqashin dara'illiyun. La nne, Allahumma ya rahmitha dahlilun maitatarun. La tano, Allahumma ya rakhthithu akhlaqun. La sita, Allahumma ya rahmuthu arkhi ya sharah ya adunaya asbauti asbatun. La nane, Allahumma ya nura arisha arghi tathlithun. Ya tisa, Allahumma ashbir asmaun. La kumi, Allahumma ya mali'utha amlikha malkhun. La 11, Allahumma ya alama ar'i yaznun. La 12, Allahumma ya mashmakhin mashkhithan mathlamun. Haya ndio majina asmaus suryaniya au asma'u atijaniya biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Sasa lisitokee jito pale nakwambia maana yake haijulikani. Maana inajulikana na hakuna shirki hapa wala kufru wala sihri, hakuna kabisa. Hawachelewi kusema majini mashetani. Aiwa, hawachelewi kusema ni majini mashetani haya. Unafikiri wanachelewa? Si majitu majinga sio jitambua. Sasa sikilizeni ndugu zangu, haya ndio mambo ambayo unaweza kuyasoma kwa mara 100 ndani ya masiku 40 kwa ajili ya kutaka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akufungulie katika zile njia za utafutaji wako.
ili mambo yaweze kwenda katika hali iliyokuwa sawa sawa biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Hapo naweza likaja swali kwamba ni siku 40. Hii inakuwa kwa kila mtu ama ni kutokana na jambo la mtu na mahala alipo au inakuwaje hapa? Inatokana na jambo la mtu na hisabu namna zinavyokuwa. Ndio maana uliona kuna mmoja ambaye tulimfanyia utaratibu huu siku 3 katika masala ya redio yake. Lakini kadhalika kuna mtu ambaye tumemfanyia katika ardhi ya Dodoma takriban mara yani siku 27. Aiwa, kutokana na hisabu zake. Lakini kadhalika Umani tumepiga siku 40. Yani mambo yanakwenda kutokana na hisabu na mambo jinsi yalivyo, ili jambo liende katika mustawa na hali ya aina yake. Yani haya mambo yako hivi al-akhi, ni kama jinsi unavyoona miili ya bin Adam namna ilivyo. Mathalan, kuna mtoto anaweza kupata malaria na kuna mtu mzima anaweza kupata malaria. Sasa dozi ya mtoto hauwezi ukampa mtu mzima na dozi ya mtu mzima hauwezi ukampa mtoto, hata kama kidonge ni kile kile metacafeline. Ona jambo jinsi ilivyo. Sasa na vile vile mambo jinsi yalivyo yanakwenda katika utaratibu huo. Yani jinsi ambapo ile njia ya utafutaji yako inapokuwa kubwa, basi na taratibu zinakuwa kubwa, na ikiwa ndogo na taratibu zinakuwa ndogo. Vile vile biidhnillah subhanahu wa ta'ala, yanahitaji taaluma, yanahitaji maarifa ili mambo yaweze kwenda katika hali iliyokuwa sawa sawa. Kwa hiyo mtu atafanya utaratibu huu, mambo yatakwenda vizuri. Sasa linaweza likaja jitu hapa linasema yana maana, mimi natoa kodi moja tu hapa. Katika kodi 12 hizi mimi natoa moja tu. Ukisikia Allahumma ya bashmakhin dhalahamu shaytithun, kwa Kiarabu mtu anakuwa amesema hivi: ya Allahu nafidhu amrihi alladhi lahu al-asmaul husna was-sifatul ulya wal-bahjatu wad-diya'u wan-nuru wal-baha. Yani mtu anakuwa anasema ya Allah an-nafidhu amrihi alladhi lahu al-asmaul husna was-sifatul ulya wal-bahjatu wad-diya'u wan-nuru wal-baha. Kisuriani au kitijani unakuwa umesema Allahumma ya bashmakhi dhalahamu shaytithun. Ndio unakuwa umesema maneno hayo kwa maana ya Allahu an-nafidhu amrihi alladhi lahu al-asmaul husna was-sifatul ulya wal-bahjatu wad-diya'u wan-nuru wal-baha. Kuna kalima ya ushirikina? Hakuna. Kwa hiyo majambo yamekwenda sawa. Hizi ni lugha za kitaaluma, lugha za kimaarifa. Ni sawa kama vile lugha za kidaktari al-akhi Sheikh Hussein bin Diwani pamoja na wanajukwaa kwa ujumla. Lugha za kidaktari ni lugha ambazo hata uwe Muingereza mzuri zaidi huwezi kuelewa lugha za kidaktari. Kwa sababu ndani yake unakuwa kuna lugha nyingi katika sala la udaktari. Msome Ibn Sina na kitabu mimi kinaitwa Al-Qanunu fi Tibb cha Ibn Sina, mijaladi 5. Hatari shekhi. Hakuna daktari yoyote duniani atausoma udaktari bila kusoma vitabu vya Ibn Sina. Hakuna duniani bila kusoma vitabu vya Ibn Sina kwa lugha yake, kwa sababu ndani yake kuna kuwa na lugha nyingi sana zinazohusiana na masala ya kidaktari na kitaaluma. Utapata kuna lugha ya Kilatini mle katika lugha ya kidaktari. Sasa wewe ukitaka kung'ang'ania Kiingereza chako alafu kanamwambia tu hii haina maana, wewe ndio ujui. Na kutokujua kwako haimaanishi kwamba ndio haina maana au haijulikani. Uliza wanaojua, watakwambia bana hapa jambo lipo kadha. Alafu usilete ujuaji. Ukiuliza ukaambiwa, kubaliana na unachoambiwa. Usilete habari za kichwani kwako. Kwa inshallah Mwenyezi Mungu atujalie kila la kheri kwenye mechi. Aiwa. Wapo watu wa namna hii. Na tatizo ni kule kukaririshwa. Sahihi. Shakaririshwa basi akili haifanyi kazi tena. Kwa sasa Sheikh, kwa katika haya majina haya ya Kisuriani tunaona kwamba ili mwanafunzi aweze kuwa bright anatakiwa aandikwe katika mkono wake wa kulia. Sahihi. Ama yule mtu ambaye anakaida kupoteza kumbukumbu andikwe kwenye mkono wa kulia. Kila jina moja lirejewe mara 7 katika uandishi. Lakini pia tumeona hii inaweza kumfaa mgonjwa mwenye uchawi, alirogwa uchawi na atumiwa kukoga. Swali linaweza likaja. Mwingine huyu ana uchawi ambao uliorogwa lakini upo ndani ya mwili.
Vipi huyu kama anaweza akaandika kisha akakoga na akapata fursa kidogo ya kunywa, inawezekana? Na ndivyo hasa jinsi ilivyo, kwa sababu kuna uchawi unaitwa asihru dakhiliya wa sihru kharijia. Kwa maana kuna uchawi unapoathiri kwa mwanadamu unakuwa ndani, na kuna mwingine uchawi unapoathiri kwake unakuwa nje. Kwa hiyo ni vema sana patumike taratibu na taaluma za kimatibabu zinazotibu madhara ya ndani na zinazotibu madhara ya nje biidhnillah subhanahu wa ta'ala, ili mambo yaweze kwenda katika mustawa na hali ya aina yake biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo haya ni asma'u as-suryaniya au asma'u at-tijaniya. Kwa shika utaratibu huu, fanya wewe mwenyewe hapo ulipo, naamini utatushukuru. Lakini lau kama utaona kwamba hutoweza kufanya, tunaweza kufanyia popote pale ulipo duniani, ukiwa mbali au karibu. Lakini kuna kanuni inayosema in tushghili nasa tagharam thamana. Iwapo kama utawashughulisha watu waache majambo yao ili wadili na kufanya yale ya kwako, huwezi kuepuka, lazima utagharamia tu thamani ya kuwafanya watu waache yao ili kufanya yale ya kwako biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Ikhwani, ndugu zangu, hili jukwaa letu katika siku ya leo tumekupa taaluma katika asma'u suryaniya au asma'u at-tijaniya, ambayo lau ukipita katika njia hizi, wallahi ipo siku utatupigia simu utasema, shekhe, na kushukuruni sana nyinyi pamoja na jukwaa lenu, pale ambapo nilipotarajia nimefika. Na bila shaka kullu man sara ila darbihi wasala, yoyote atakayepita katika njia zake atafika tu kule anakokwenda biidhnillah subhanahu wa ta'ala, insha Allah. Lakini kadhalika hapa sasa, ndugu zangu, tunayo dawa yetu hii. Hii dawa inaitwa haqqul mujarrabu jurriba miraran wa sah. Imefanywa majaribio sana na natija imekuwa nzuri sana. Hii ni maalum sana kwa wale ambao wamepigwa masala ya kisihri, ya kichawi, wamerogwa sana, matokeo yake wana maradhi yasiyojulikana, yasiyoeleweka. Kila anapokwenda hospitalini kupimwa anaambiwa maradhi mapya. Mara unaambiwa tatizo ni figo, mara unaambiwa sio figo ni moyo, mara unaambiwa sio moyo mapafu, mara unaambiwa hata sio mapafu, hatuoni chochote kabisa. Ndugu yangu, fanya haraka sana upate dawa hii, ni hatari sana. Na siku hizi wachawi wameendelea, Sheikh. Yaani mtu unaweza ukapigwa sihiri na zikafananishwa kabisa na maradhi ya kibiolojia. Ukienda unaambiwa kansa hiyo, kumbe maskini hakuna cha kansa, hakuna lolote, ni uchawi tu umetengenezwa ili kuathiri na kukudhuru katika hali za aina kadha. Jitahidi sana upate dawa hii ambayo inaitwa al-haqqul mujarrab, bila shaka jurriba miraran wa sah. Imefanywa majaribio sana na mambo yamekwenda vizuri kwa utaratibu uliokuwa bora. Mmoja anasema la tas'ali tabiba ani dawai fas'alil mujarrab. Usimuulize daktari katika dawa ambayo anayoieleza, fas'alil mujarrab, uliza kilichofanywa majaribio, matokeo yake yapoje? Basi inshallah hii itakufaa sana, na inafika popote pale duniani. Uwe Amerika unaweza kufika, uwe Ulaya inaweza kufika, uwe Arabuni inaweza kufika, uwe katika mkoa wote miongoni mwa mikoa ya Tanzania inafika, lakini kadhalika nchi yoyote katika nchi za Afrika inafika, popote pale duniani. Maadamu huduma za DHL zinapatikana, basi bila shaka na hii dawa unaipata biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Mambo ni mujarrab. Maliza masala ya uchawi yanayokusibu, khairi inapatikana kupitia katika dawa hii. Lakini kadhalika tunayo dawa yetu hii inaitwa prostate. Hii ni tezi dume. Na tezi dume imekuwa hatari sana katika zama za sasa. Wanamume wengi wanapata mashaka makubwa sana, hufa kwa kiwango, yani kwa takwimu nyingi sana, kwa sababu ya maradhi ya tezi dume. Ndugu yangu, ukipata dalili tu, kwa maana unazo dalili za tezi dume, ni muhimu sana kuipata hii dawa, kwa sababu huyu ni daktari, ana uwezo wa kutibu maradhi yako bila ya upasuaji, hasa maradhi haya ya tezi dume. Ni hatari sana ndugu zanguni. Na tezi inapovimba inawezekana ikawa na al-awramul hamid au al-awramul khabith,
Ikiwa al-auramul hamid ndio ile tezi inakuwa imevimba lakini haina kansa. Lakini ikiwa na al-auramul khabith ni tezi inakuwa imevimba na ina vimelea vya kansa. Wanaume wengi sana wamepata shida hii. Kwa ufanya haraka upate dawa hii. Dozi yake ni chupa 5 hizi. Ndio dozi kamili na inatumika ndani ya masiku 30, yani mwezi mmoja biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Ni daktari ambaye bila shaka ana uwezo wa kutibu maradhi yako bila ya kufanya upasuaji. Na siku zote unapokuwa na maradhi usisubirie kesho wala baadaye. Fanya haraka kuyatibu kwa haraka. Wadawi daa qabla an yaqula fihi tabibu dai aya fastatara fa inna alharba manshauha hadithun wa kana sharru mabdauha dhammara. Nasema atibie maradhi kabla haijafikia wakati daktari akasema kwa hapa yalipofikia maradhi haya hakuna namna, wewe subiria kinachotokea. Kwa sababu hata vita inapotaka kupiganwa huwa haikurupuki bali inatoa dalili na ishara. Ndio mnaanza maneno, huyu anarusha neno hili, yule anarusha neno lile, matokeo yake ngumi zinaanza. Zamani sisi wakati tunakuwa, kulikuwa mtu akitaka kuwatengenezeani ugomvi anachota mchanga pap, alafu anaambia anakuwekea pale. Yaani ule mchanga yule, sasa mtu ambaye anataka kuanzisha watu ugomvi anakuwa ameshika mchanga. Alafu anaambia anauita kwa jina nini? Wali. Unaitwa wali ule mchanga. Alafu anaambiwa mmoja kati ya wale watu wawili, kama mpo tayari kupigana, haya papua hapa, anapiga ule mkono pap. Na huyu mwingine naye kwa kuwa amemwona mwenzake kapiga, anaona na mimi sitaki kuwa mnyonge, naye anapiga pale pap, vita inaanza. Akipiga sasa pale, alafu unachorwa mstari, atakayevuka hapa ndio mambo yaanze. Sasa kwa kuwa kesha piga kaonyesha ujemedari, na huyu kapiga kaonyesha ujemedari, atashindwa kuvuka ule mstari. Sasa akivuka ule mstari ngumi zinaanza. Kwa nini? Fa innal harba manshauha hadithun. Kwa sababu hata vita namna ilivyo inaanza maneno. Maneno ndio yanaanza. Afu kadhalika baada hapo matatizo. Sasa hata maradhi huwa hayajiaji tu imadi yamekuja, yanaanza na viashiria. Ukiviona vile viashiria haraka sana, fanya haraka ili kujitafutia matibabu biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Lakini tunaye hapa mwamba huyu ni mkono wa Idi. Mkono wa Idi ni mujarabu sana katika kumfanya mwanamume kuwa imara, hasa katika kuliendea tendo la ndoa. Wallahi, kuwa na pesa utakavyokuwa na pesa, kuwa na mali utakavyokuwa na mali, kuwa na nguvu utakavyokuwa na nguvu, kuwa handsome utakavyokuwa, lakini performance yako ikiwa mbovu pale kitandani, hizo hela zako hazina maana, handsome wako hauna maana, hizo nguvu zako hazina maana kama performance yako ni ya hovyo hovyo. Bendera ikiwa haiwi imara, basi wewe umekwisha ndugu yangu. Kwa jambo la msingi ni kufanya jitihada ujipatie mkono wa Idi, na hii dozi yake ni kopo 5 hizi, na zinatumika pia ndani ya masiku 30 ili kuwa imara, uperformu vizuri sana pale nyumbani insha Allah. Yani una uwezo ukaenda mpaka mara 7 bila kupumzika, lau kama utatumia mkono wa Idi kwa utaratibu uliokuwa bora. Mara 7 bila kupumzika. Unapaonaje hapo? Lazima upewe ukabidhiwe cheti kabisa cha pongezi katika kuliendea jambo kwa usahihi biidhnillah. Mkono wa Idi bila shaka ndio atakayekufanya wewe upokee cheti cha ushindi biidhnillahil karim. Lakini tunayo hii dawa yetu ya macho, inaitwa Ar-Ramad. Ar-Ramad ni dawa maalum kabisa kwa ajili ya maradhi ya macho. Wewe ambaye una pressure ya macho, una mtoto wa jicho lako limekuwa kavu, una trachoma, una glaucoma, basi inshallah hii dawa ni nzuri sana. Dozi yake ni chupa 12 hizi, na inatumika ndani ya masiku 30 biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Watu wengi sana wameitumia na watu wengi sana wameleta mrejesho bora sana sana sana. Yupo ndugu yetu mmoja, yeye kaitumia hii, kila kukicha anatupigia picha, anatuonyesha macho yake namna jinsi ambavyo yanavyoendelea kuwa mazuri. Mashaallah. Sasa na wewe ukiona ishara ya macho yako yanaanza kwenda katika hali mbaya,
hakikisha unapata dawa yetu bora kabisa. Hii inaitwa Ar-Ramad, ambayo ni muhimu sana kwa usalama wa macho yako biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Mimi niseme tukutane katika jukwaa letu linalokuja ambalo litakuwa bora sana biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Na mimi ni kushukuru kuanzia ulipoanza nasi mpaka kufikia wakati huu tukielekea tamati kabisa. Na kubwa namna ambavyo umepata kusikia mambo makubwa matatu muhimu. Moja katika hilo ni swala zima la dua ya tarehe 3 ya mwezi wa 9, dua ambayo itagusa pengele vitatu muhimu. Moja ni kipengele cha wewe ambaye unayedai lakini haulipi kwa wale ambao unao wadai. Inawezekana unamdai mtu una uwezo kulipa nao lakini hataki tu, basi tumia fursa ya dua hii ya tarehe 3 mwezi wa 9 ili kuweza kujisajili pamoja nasi na uweze kutueleza vizuri, na kisha baada hapo uingie katika orodha ya wale watu 350 utaingia katika dua hii ya kuweza kulipwa madeni ya wale ambao unawadai waweze kulipa. Tena sio kulipa tu, wakulipe haraka iwezekanavyo na wakulipe deni lako lote kwa kamilifu wake biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Lakini pia aina ya pili ni watu ambao wanaodaiwa sana hawana cha kulipa. Yani yeye anadaiwa lakini uwezo wa kuwalipa hao anaowadai imekuwa shughuli. Nafika mahala simu akiona inakuwa ya moto, akisikia hodi anajificha ndani. Hii ni hatari kubwa sana. Basi mimi nikwambie tu fursa kufanya jambo ipo ya kuweza kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aoneshe asbabu za wewe kuweza kupata ulipe madeni ya watu. Madeni sio mazuri, madeni yanaondoa amani, madeni yanatengeneza maradhi ya mioyo, madeni yanaweza kukuita kisukari. Kisukari, madeni yamekuandama kila ukikucha unakuja hivi. Hadithi ni hizi, ni hatari sana sana ndugu yangu. Kwa hivyo wewe ambaye unadaiwa sana na hauna namna yoyote ile ya kuweza kuwalipa wanaokudai, basi tuungane pamoja katika dua hii, dua tarehe 3 ya mwezi wa 9. Inawezekana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akufungulia kheri na zikapatikana na ukapata njia za kuweza kupata ulichokipata, ukaweza kulipa madeni na ukawa huru, amani ikapatikana ya nafsi yako. Lakini kumbuka, kuna mtu akipata anaanzisha mpango mwingine baada ya kulipa madeni ya watu. Ukipata tu lipa kwanza deni la watu, achana habari zingine, kwa sababu kanuni Mwenyezi Mungu anakupa ili upunguze, ili akupe tena kwa ajili ya kumaliza majambo mengine. Kwa hivyo hilo ni jambo la kwanza ambalo mimi nikusii kwamba tarehe 3 ya mwezi wa 9 tuna dua maalumu sana, na watu wajisajili na orodha inakwenda kwa kasi sana. Watu 350 ni watu wachache sana sana sana, na tunafikiri kwamba huenda baada ya wiki hii inawezekana kama hesabu inaelekea inachangamka sana, inawezekana ikawa mwishoni. Kwa hivyo sasa wakati ambapo unapata taarifa hii ni kuchukua hatua tu. Jamani, tunadai sana na tunadaiwa sana, lakini hatulipwi na uwezo pia kuwalipa watu dai hatuna. Tuombe Mwenyezi Mungu jamani, anaweza kutufungulia kheri zikapatikana na maisha yakaweza kuwa yenye amani na utulivu wa kinafsi biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Na mwishoni kabisa ni kwamba kuna watu zetu ambao wanaumwa maradhi aina mbalimbali, wana maradhi mazito, maradhi ya mioyo, sukari, pressure hizi, lakini pia isitoshe kuna mtu ana kansa na vitu kama hivyo. Lakini kuna watu na mashetani ambao wamewakaa katika mioyo yao, wasiwasi kila wakati, yani uwezo wa kujihimili mwenyewe hana. Lakini pia hatari kubwa zaidi ni mtu kuwa na maradhi ya chawi za aina mbalimbali zimemsibu na zinakutafuna ama zinakuathiri kwa namna moja ama nyingine. Mimi niendelee kusii kwamba ungana nasi katika dua tarehe 3 ya mwezi wa 9, itakuonesha maajabu na miujiza Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na kheri nyingi zitapatikana. Mimi nikwambie tu unaweza cha kufanya wewe ni kuwasiliana nasi kupitia namba zetu za simu 0748 86 9733 au 0659 86 97 34. Unaweza kutupigia sasa tukakushauri, tukupa mwongozo uliokuwa sawa sawa, ili nawe kama miongoni mwa watu ambao watakaojisaidia katika dua yetu hii, na kheri naamini zitapatikana. Kumbuka jukwaa linaruka hapa ofisini kwetu Mbagala Kizuiani, barabara ya kuelekea jeshini, na huduma ziko hapa zinafanyika kila siku kuanzia majira ya saa 2 asubuhi mpaka saa 8 mchana. Mimi sina la ziada zaidi ya kukwambia endelea kufuatilia jukwaa letu hili kwa mengi tutajifunza kupitia hapa, kwa huruma tukufu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.